na mkoa. Kama alivyosema mkuu wa mkoa, leo ni siku yangu ya 4 katika mkoa wa Ruvuma. Nimefanya kazi huko katika majimbo, nimepewa taarifa nyingi sana, lakini taarifa kubwa kuliko zote ni kwamba viongozi wetu katika ngazi zile wanatoa shukurani za dhati kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia vizuri utekelezaji wa ilani na kuonyesha matokeo makubwa katika sekta mbalimbali katika mkoa mzima wa Ruvuma. Kama wananchi walioko hapa mnakubaliana na nilichoambiwa, naomba mnyooshe mikono. Wamenieleza katika wilaya zote nilizoenda, nilianza na Tunduru, nilienda na Mtumbo, nikaenda Nyasa, nikaenda Mbinga, Songea vijijini, na leo niko Songea mjini. Hakuna mahali ambapo nadaiwa, maana nimefika kila mahali. Sasa pamoja na kupokea maendeleo, tumepokea vile vile changamoto, maana maendeleo hayawezi kuwepo bila changamoto. Lakini changamoto zenyewe ni za kuendelea kutekeleza ilani pale ambapo kazi ilikuwa bado haijakamilika. Kwa mfano, katika mji wa Songea tulikuwa tumepanga kujenga masoko makubwa mawili. Soko la Manzese A na Manzese B. Na wafanya biashara tuliwaondoa katika maeneo yale ya ujenzi wa soko. Kwa hiyo tuna deni la kujenga masoko. Nataka niwahakikishie kwamba kabla bunge halijavunjwa, waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa atakuja Songea kuweka saini ya mkataba wa ujenzi wa hayo masoko. Na kwa wilaya ya Songea mjini, kama ilivyo kwa wilaya ambazo tumepita, maendeleo ni makubwa. Kwanza kwenye elimu, sekondari 3 mpya zimejengwa hapa katika mji wa Songea katika muda wa miaka 4. Wamejenga madarasa mapya ya shule za sekondari 234 bila kuchangisha watu. Katika elimu ya msingi wamejenga shule mpya 3 na madarasa 52 ya shule za msingi hapa Songea. Tumejenga zahanati 4, imejengwa hospitali ni vituo vya afya 4 na vimewekewa huduma za kisasa kabisa. Na ningependa niwaambie kwamba niliwahi kuwa waziri wa maji kwa miezi 10 mwaka 2026, na nilikuja hapa Songea 2016, na hali ya upatikanaji wa maji ilikuwa mbaya sana. Lakini ninafurahi kusema kwamba kumekuwepo na maendeleo makubwa katika usambazaji wa maji katika mji wa Songea. Watu wanapata maji, wengine bado. Na wale ambao bado, ninawahakikishia serikali ya CCM iko kazini, na miradi ile mikubwa inayoendelea kutekelezwa
itapunguza matatizo kwa wale ambao hawajafikiwa na huduma ya maji. Lazima kuishi kwa matumaini. Hayo hizo changamoto tulizozipata, lakini ukiondoa hizo chache, maji, elimu, afya zimepiga hatua katika mkoa wote wa Ruvuma. Kwa kweli salamu nilizopewa kuzipeleka kwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano na mwenyekiti wa chama chetu, nitazipeleka kifua mbele, maana nimeona mwenyewe. Baada ya maelezo hayo ya jumla, sasa ningependa niwaambie mambo ambayo nimewaambia kote tulikopita. Nimewaambia, na mimi kwa umri wangu ninajua historia ya Tanzania. Naijua. Niliingia TANU na miaka 14. Niliingia TANU Youth League na miaka 13. Niliingia bunge wakati wa Mwalimu Nyerere nikiwa na miaka 25. Nimekuwa mkuu wa mkoa, nimekuwa katibu wa chama wa mkoa. Kwa hiyo nimetembea sana. Hata juzi tulipokuwa tunapita hapa, mheshimiwa mwisho nilikuwa namwambia, na hapa nimeshafika. Kwa hiyo nishafika sana hapa nikiwa waziri wa kilimo. Nilipokwenda kule kule kwenye korosho Tunduru, niliwaambia mimi niliasisi ule mpango wa korosho wa kuondoa kangomba, na namuomba mkuu wa mkoa aendeleze kazi hiyo ya kuzuia kangomba, na kule Mbinga uondoe magoma, ili wakulima waweze kunufaika na bei wanazopata za mazao yao. Na kwa sababu ya ujuzi wangu na historia yangu niliyojifunza katika Tanzania, yako mambo ambayo nimeyasema katika wilaya zote na nataka niyaseme hapa. Miaka 71 iliyopita, waasisi wa nchi yetu walianzisha chama kinaitwa Tanganyika African National Union, na moja ya kazi ambayo inaendelea iliyotokana na kazi yao ni kwamba walisema wanataka uhuru wa Tanganyika, lakini wanataka kujenga nchi isiyokuwa na ubaguzi wa makabila, ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa dini. Na hali hiyo iliyoasisiwa miaka 71 iliyopita ndio inaifanya Tanzania iwe nchi tofauti kuliko zote katika Afrika. Afrika ni continent la makabila. Hata ukienda nchi jirani utayakuta, hata ukienda kaskazini utakuta, hata ukienda wapi utakuta wanazungumza makabila, wanagombana baina ya dini. Na sisi tangu ya 54 tulisema tutafanya kazi ya kuleta umoja katika nchi yetu. Leo hapa Songea ni mfano mzuri tu. Hapa hakuna kabila moja wanaoishi hapa. Ni uongo. Wako watu wa kila namna Songea, au sio? Lakini wanaishi kwa amani na hawabaguani. Hapa Songea tumepewa dua na shekhe. Tena tunamshukuru sana shehe wa mkoa, ndiye aliyetupa dua, na kiongozi wa kanisa wametupa dua. Katika nchi nyingine kiongozi wa kanisa na kiongozi wa Kiislamu hawakai karibu, lakini kila nakopita na wauliza, Waislamu wanaamini kwamba chimbuko la Uislamu
ni Abrahamu, na Wakristo wanasema chimbuko la Ukristo ni Abrahamu. Sasa kama Abrahamu ndio uchimbuko la dini zote, ugomvi wa nini? Wanagombania nani? Maana Ibrahimu alitulaani au alitubariki? Lakini tumeweza kama nchi kuhakikisha tunaenda kujenga umoja. Miaka michache iliyopita mimi na rais wa awamu ya 4 nilitembelea Ulaya. Kule Roma kulikuwa na mkutano wa dini zote za dunia. Tulipokuwa kule walituuliza, nyinyi Tanzania mnafananaje? Mbona watu wenu wa makabila yote wanakaa pamoja kwa amani? Mbona watu wa dini zenu zote wanakaa kwa amani? Dawa yenu nini? Tuliwapa jibu rahisi tu. Usione vinaelea, vimeundwa. Usione vinaelea, vimeundwa. Tangu tulidai uhuru tulikataa ubaguzi, na tangu tumepata uhuru tumeendelea kuimarisha umoja. Na hata hapa Songea kuna watu ambao Mungu ameshawachukua, lakini wana mchango mkubwa katika jambo hili. Sitaki kuwataja wote, lakini John Miringa alikuwa katika wanachama 14 walioanzisha TANU pale Lumumba. Constantine Miringa alikuwa anatonga Songea, na ndiye amekuwa mwasisi wa mwisho kuitwa na Mungu. Lakini na wengine hawakuwepo kwenye ule mkutano, lakini wametoa mchango mkubwa. Juzi mmemzika hapa Mustafa Songambele. Katika historia hao watakaoandika hawezi kuandika bila kumtaja. Songambele alikuwa taxi driver Dar es Salaam, na wakati tunadai uhuru alijiunga na chama cha TANU, na alikuwa anampa lifti ya gari yake Mwalimu Julius Nyerere kumpeleka alikokuwa anataka kwenda. Amefariki akiwa na umri wa miaka 100 na amezikwa hapa Songea. Mashahidi wa umoja wa Tanzania. Kwa hiyo tuzungumzi hadithi ya zamani, tunazungumza hadithi ya sasa na ya miaka michache iliyopita. Tunataka kuwaomba Watanzania kupitia mkutano wa Songea, msikubali kubabaishwa na watu ambao wanapata tabu kuona sisi ni wamoja. Maana wapo wengine wako Ulaya, wengine wanatuuliza sisi mmekaa sana, mbona hamuondoki? Na sisi tunawaambia tulipodai uhuru tulikubaliana tutakaa kwa muda gani. Maana babu zao wanaotuuliza ndio walikuwa wanatutawala, ndio tuliowafukuza. Wawaulize kama bado wako hai, tulipatana nao tutakaa kwa muda gani. Tulidai uhuru ili utujenge umoja na tutumie umoja kwa ajili ya kuleta maendeleo katika nchi yetu. Lakini wapo wengine wana vyama vyao, si serikali za Ulaya, ni watu tu, ni makundi yana mapesa, yanatuma watu wengine vibaraka tu hapa nyumbani kwetu, wanawaambia wanataka eti ni haki za binadamu wanaume kuoana kwa wanaume, eti ni haki za binadamu kwa wanawake kuoana. Sasa anayejua haki za binadamu kati ya wazungu hawa na Mungu nani hasa? Maana Mungu ndiye aliumba wanaume akaumba na wanawake. Angetaka angeunda wanaume tu, sijui nchi kama ingekarika. Maana ingekuwa ni mituringa tu, wanaume wanajua. Mungu akaumba wanaume alafu akaumba wanawake ili walete amani katika familia.
Sasa wewe unataka wanaume waoane, wanawake waoane, alafu atakayezaa atakuwa nani? Kuna rais mmoja CCM oye! Songea oye! Sasa kuna rais mmoja rafiki yetu, na sitaki kumtaja jina maana wazungu watamwandika sana, alikamata watu wenye huruka hiyo ya kusema wanataka wanaume wote waoane. Akasema atachukua wanaume wawili walioana, atawaweka jela na hata watoa mpaka wazae, mmoja apate mimba. Sasa mimba atapata yupi? Maana wote ni wanaume. Mambo haya ya kijinga jinga ambayo yanapigiwa chapuo na nchi ambazo wao wameendelea, wanataka kutuingiza kwenye migogoro na fitina zisizokuwa na msingi. Tunawaomba Watanzania wapuuze mambo ya watu hao na wapuuze mawakala wao wa ndani. Wote tunawaambia watu wache, tuna kazi ya kufanya, na umoja wetu ndio nguvu yetu, na hatuwezi kukubali nguvu yetu ikadhoofishwa kwa watu ambao wamekaa hawana jambo la kufanya. Tumeshinda, tunataka ukabila ukotokomezwe kama ulivyokushatokomezwa. Hatutaki ubaguzi wa dini, hataki ubaguzi baina ya watu. Tunataka wote kabisa tuungane katika umoja wetu kwa ajili ya kuleta maendeleo. Jambo lingine kubwa ambalo msingi wake ni umoja ni amani. Wako watu duniani wanamezea mate amani ya Tanzania, na wengine hawaipendi amani hiyo, wangependa tuvurugane. Na mimi nawaambia kutokea Songea, Watanzania hawa wanaishi kwa amani kwa sababu amani ni tunda la umoja wao. Na sisi tunawaambia hata wafanyeje, haitawezekana kuwafanya Watanzania wakaparaganyika. Na nawaambia watu wa Songea, vikija vyama vya siasa vinahubiri mgawanyiko, vinaleta mazingira ya shari kwa ajili ya kuvuruga umoja, waambieni hao wamepiga wrong number. Na ukipiga wrong number, simu inakwambia namba uliopiga haipatikani, jaribu tena baadaye. Umoja wetu ndio nguvu yetu, amani yetu ndio msingi wa maendeleo yote tunayofanya. Ukivuruga mwenendo wetu, unatuvuruga. Na niwaambie wale wote wanaopenda kuona amani haipo, wajue kuvuruga amani hakuwezi kuitwa haki za binadamu, kwa sababu binadamu unapovuruga amani yao, asilimia kubwa ya watu wataathirika, na waathirika wakubwa watakuwa ni wanawake na watoto wao. Waathirika wakubwa watakuwa ni wazee ambao hawajiwezi. Waathirika wakubwa watakuwa ni vilema na watu wenye ulemavu, maana hawataweza kukimbia. Na ushahidi tunao katika nchi zilizo na vita katika Afrika. Kwa hiyo kama una jambo lako na unasema unadai haki yako, wewe dai, lakini fuata misingi iliyowekwa ya kudai haki. Nafurahi kwamba Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria yuko hapa, anajua misingi ya kudai haki. Tumeweka mahakama. Kama una matatizo, wewe unadhani unaonewa, uende mahakamani ukashtaki wanaokuonea. Lakini usituambie utachoma Tanzania. Uchome Tanzania?
ya kwako, hata ingekuwa nyumba yako ukiichoma tunakukamata. Maana sheria inazuia hata wewe kuchoma nyumba yako. Huwezi kusema ni yako, lakini kwa nini unaichoma? Kwa hiyo tunawaambia bila kuwaficha kwamba wasituvurugie amani ya nchi yetu, kwa sababu ndio rasilimali tulionayo kwa ajili ya maendeleo. Haya yote tuliyoyafanya, tuliyoyasema, hayawezekani kama hakuna amani. Jambo lingine ambalo ningependa niwape kidogo tu ni uhuru. Siku hizi uhuru umepewa tafasiri mpya. Uhuru ulikusudiwa kuwa mahali ambapo watu wanatoa mawazo yao ya kimaendeleo wazi wazi. Kama wewe una maoni tofauti na ya kwangu, wewe ueleze maoni yako tu, kwamba kama mimi chama changu hakifanyi unavyokubali wewe, tuambie chako kitafanyaje. Hakuna hatari yoyote hapo. Lakini siku hizi demokrasi na uhuru imekuwa ni matusi. Sasa hata wazungu walioleta demokrasi hawatukanani. Sasa sisi hii tabia ya kutukanana kwenye mitandao, ya kutukana watu bila kujali umri, bila kujali heshima yoyote, sisi tumeitoa wapi? Hilo nalo ni jambo, na hili nitalieleza vizuri baadaye jinsi ambavyo lilivyoshughulikiwa. Sasa baada ya maelezo hayo ya kusisitiza juu ya misingi ya amani, utulivu wa nchi yetu, umoja wa taifa letu, sasa ningependa niwakumbushe historia ya karibuni ya miaka 4 ya Rais Samia Suluhu Hassan. Miaka 4 iliyopita Tanzania tulifiwa na Rais John Pombe Magufuli, na alikuwa ndio rais wa kwanza kufariki akiwa kazini. Ikabidi tujiulize, sasa kulikoni? Sasa tunafanyaje? Katiba iliyopo sasa ya mwaka 77 ilitupa jibu. Ilituambia rais akifariki, makamu wake anaapishwa kuwa nani? Kuwa rais. Na hivyo ndivyo ilivyotokea. Lakini haikuwa rahisi. Hata juzi rais mwenyewe alipokuwa anapokea tuzo ya bunge, alirudi nyuma na kutueleza yaliyomsibu wakati anaapa kuwa rais. Lakini alisema, na namnukuru, nilimuomba Mungu anisaidie katika jukumu hili nililopewa ambalo sikuwa nimeandaa kulipokea. Maneno ya Samia bungeni. Sasa na wakati ule kulikuwa na misukosuko mingi sana. Waandishi wa magazeti walikuwa wanasema hawana uhuru wa kuandika. Hata wananchi wengine nao walikuwa wanasema sisi tumenyamaza, tunanong'ona, hatusemi. Vyama vya siasa vilikuwa vinasema, unajua sisi tumezuiwa kufanya mikutano, sasa hatuna namna ya kupata wanachama, wala sera zetu haziwezi kufika kwa wananchi. Hayo ndiyo yaliyokuwepo, na hofu nayo ilikuwepo ya kusema sasa kweli Samia ataweza. Nyingine hofu yao ni ya wanaume tu, maana sisi wanaume tunadhani kila kitu sisi ndio tunaweza. Na wanawake nao walikuwa wanasema kweli mwanamke mwenzetu hapa ataweza, maana sisi tumewafanya nao wajione hawawezi. Sasa nawauliza, Samia ameweza, hakuweza? Wale waliosema hawezi watakuwa wanajirekebisha wenyewe, maana ni hatari, na hawataki kujulikana kama walikuwepo, maana ameweza. Na wale manunguniko ya kusema vyama vya habari vinasema havina uhuru, alivipa uhuru mwezi ule ule. Kulikuwa na televisheni vya mtandaoni,
Hata hapa naongelea, kuna televisheni ya mtandaoni inapeleka hotuba yangu live hivi sasa. Zilikuwa zimefungwa akazifungulia, kulikuwa na magazeti yamefungwa akayafungulia, na yapo mpaka leo yanaandika mambo yale. Wakati mwingine anaandika kweli, wakati mwingine anaandika hivyo hivyo, lakini yapo. Vyama vya siasa akaviambia katika falsafa yake ya 4R ya maridhiano, uvumilivu, mabadiliko na ujenzi upya. Akawaambia vyama vya siasa tukutane Dodoma, tuzungumze, mtuambie mambo gani yanawasibu, ili tuweze kushirikiana kuchukua hatua za kurekebisha. Vyama vikakutana vyote 18. Chama kimoja tu ambacho ni kichwa ngumu na nyinyi mnakijua vizuri kilikataa kwenda, kikasema sisi tunataka kusikilizwa peke yetu. Rais alivyo rahimu akaunda kamati ya watu 5 wa CCM wakiongozwa na Abdurahmani Kinana aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hiki, na upande wa pili akaja Mbowe na watu wake 5. Wameleta ajenda zote zilikuwa zinatoka Chadema. Mmoja walisema watu wao waliokimbia nchi waruhusiwe kurudi nchini na wawe salama. Walikuwa watu 3. Rais akasema waruhusu warudi na watakuwa salama. Walirudi au hawakurudi? Wamerudi. Wakina wengi wale, wakina Lema kila siku wanasema mpaka mambo yanayosemwa hawaeleweki, lakini wapo salama. Ndugu wananchi, hayo ndiyo mambo na hatua alizochukua rais. Wakasema wanataka waruhusiwe kufanya mikutano ya hadhara ya vyama. Tarehe 3 mwezi Januari mwaka 2003 Rais Samia akasema ruksa, fanyeni mikutano. Wakaja wakafanya, na huku walikuja. Hawakuja au walikuja? Walikuja. Walichosema mnakijua wenyewe, maana mimi sikuwepo huku. Wamekuja hapa, hakuna kitu cha maana walichosema. Wakasema wanataka waruhusiwe maandamano. Rais Samia akasema ruksa kuandamana. Wakaandamana, lakini wakiwa wanasindikizwa na polisi. Polisi wako pale sio kuwasindikiza, kuwakamata, kuwafanya waende salama. Wakasindikizwa, na waandamanaji wengine walipokosa nguvu, polisi ikawanunulia glucose ili wapate nguvu za kuandamana. Yote yale yaliwezekana, lakini vile vyama 18 vilikuwa vimeunda kikosi kazi cha kukusanya maoni. Huku upande mwingine wakasema sasa wanataka watu wao 400 waliofanya fujo na kukamatwa mwaka 2020 waachiliwe, na wengine walishafungwa jela, lakini kwa rahimu ya Rais Samia wote wakaachiliwa, isipokuwa 2 walikuwa na kesi ya mauaji, lakini wote waliachiliwa, na wale waliokuwa jela walisamehewa kwa mamlaka ya rais ambayo yamo ndani ya katiba. Hayo ndiyo yaliyojiri. Wenzetu wa Chadema wakasema sasa wanataka wale wanawake 19 waliokuwa bunge watolewe. Tukasema haina tabu, lakini wale wanawake wanapingana na chama chao na wamekipeleka chama kile mahakamani, na hapa bado naongea, ile kesi haijaisha, iko kwenye mahakama ya rufani ya Tanzania. Tukamwambia hatuwezi kuiamrisha mahakama, wao wanasema tufuate utawala wa sheria, alafu wanataka tuende mahakamani tuiambie mahakama acha hawa watu. Wanachanganya mafaili sana jamaa hao. Sasa hayo ndiyo yaliyotokea, na
wakasema wanataka sasa tushirikiane na wao chama tuandike katiba mpya ya Tanzania. Lakini katiba ile sio ya Chadema wala sio ya CCM. Ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukaambia hatuwezi kuandika katiba ya Watanzania bila idhini yao. Wakasema sasa maridhiano yamekufa, wao wakatoka. Lakini wenzao wakapeleka mapendekezo kwa rais kwamba tutunge sheria zinazorekebisha mwenendo wa uchaguzi. Narudia tena, waziri wa sheria yuko hapa, anajua kwamba ilitungwa sheria 3: sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, na sheria ya tume ya uchaguzi, na sheria ya ofisi ya msajili wa vyama. Sheria 3. Atakapopata nafasi ndugu Dumbaru hapa, siku moja atawapitisha mabadiliko. Yako mabadiliko 13 yaliyofanywa katika bunge kwa ajili ya kutimiza haja ya kuleta marekebisho katika tume ya uchaguzi na sheria ya uchaguzi. Walipoona sasa kila kitu kimejibiwa, na wao wameenda bunge, wametoa mawazo, mengine yamekubaliwa, mengine yamekataliwa. Wao wanataka mawazo yao yawe ndio sheria. Haiwezekani. Wewe unatoa mawazo, wenzako nao wanayatoa, yanapimwa ndio yanazaa sheria. Sasa walipoona hayo hayawezekani, wakasema maridhiano yamekufa. Sasa wakaja na kauli mbiu inasema no reform no elections. Wao kauli mbiu za Chadema huwa ni za Kiingereza, siji hawajui Kiswahili. Mimi ni Kiingereza tu. Maana huko nyuma walikuja na kauli mbiu inasema movement for change, na ya Kiingereza. Ikaja kwa kishindo tena na magari. Siku hizi magari yale yamekufa, sio wamegawana? Maana hayapo. Walipoona yote yameshindwa, wakaja na kauli mbiu nyingine tena ya Kiingereza. Wanasema no hate no fear. Mimi nasema hawa wanaajiri watu Uingereza kule wa kuwatengenezea kauli mbiu. Si waseme tu kama ya kwetu. Sisi ya kwetu hapa tunasema kazi na utu. Tunasonga mbele. Kila mtu inakuwa rahisi kutamka. Ya hawa bwana ya kimombo. Sasa na hiyo nayo no hate no fear imefia njiani. Kwa sababu walipokutana kufanya uchaguzi hawakuzingatia no hate. Walichukiana, wakatukanana tangu Januari 1 mpaka 31. Wanatukanana wao kwa wao. Mpaka walipombaliza uchaguzi wakagawana mbao. Tundu Lissu akabaki na za kwake, Mbowe naye akaondoka na za kwake. Vikao vile ambavyo ni vya kikatiba vimeshindikana kukutana kwa sababu watu ni wale lakini wamegawanyika. Hoja yao ya kuwazuia vijana wa Chadema wale kugombea ubunge imeleta mgawanyiko ndani ya kile chama. Wale wengine wanawaambia lakini tuende kwenye uchaguzi wakati tunadai mabadiliko zaidi. Hawa wanasema hakuna, nyinyi mna uchu wa madaraka. Jamani. Wanaosema hivyo wote waliwahi kuwa wabunge. Tundu Lissu alikuwa mbunge wa Ikulu, Lema alikuwa mbunge wa Arusha, Munyika alikuwa mbunge wa Ubungo na baadaye akahamia jimbo fulani la jirani. Miaka 10 wote. Heche yeye ndiye alijaribu ubunge wa Tarime akaupata miaka 5, wakagundua hamna kitu, wakulia wenzake wakamfukuza baada ya miaka 5. Naye yuko hapa anapita huko anawaambia yeye ni mtu mkweli. Mtu mkweli wa wapi? Na mkija huku mumuulize mzee Wasira amekwambia ulifukuzwa na wakulia wenzako. Maana na ushahidi na mimi nilikuweko kule. Na mimi kule ndio kwetu. Hoja iko wapi? Juzi hapa wameambiwa na tume ya uchaguzi, njoni msaini hoja za maadili
ili mshiriki uchaguzi. Wote walikataa, na walikuwa wamepewa hayo masharti miezi mitatu kabla, wasome na watoe maoni. Vyama vyote vilipewa pamoja na CCM. Sisi tulienda tarehe 12 tukasaini. Wao tarehe 12 Mnyika akasema siendi, na hakuna mtu atakuja pale wa kunilazimisha. Hakwenda, hawakusaini. Heche akasema hawezi kusaini maadili mbele ya tume isiyokuwa na maadili. Heche huyu ambaye mwenyewe naye sina hata kama na maadili sana. Sasa hapo ndipo tulipofika sasa. Wao hawakusaini na tume inasema usiposaini huwezi kushiriki uchaguzi. Sasa hilo wala sisi CCM alituhusu. Kama wanazungumza na tume ili washiriki, tume ikiwakubalia huko iwakubalie, isiwakubalie, CCM tumejiandaa kushinda uchaguzi tena kwa kishindo. Na hatuwezi kungojea madai yao, maana hayatuhusu. Sisi ni chama cha siasa na wao ni chama cha siasa. Wao watakula jeuri yao. Sasa tume ilipowakatalia, wakawa wanatafuta wazee wenye heshima kwa watetee tena. Sasa nimesema hamfanyi, hamtaki uchaguzi. Kwa hiyo wana ndimi mbili, wanataka na hawataki. Sasa sijui ulimi upi utakuwa salama. Hiyo ndio hali halisi ya kisiasa. Lakini Rais Samia amefanya kila lilo katika uwezo wake kudhihirisha kwamba yeye ni mtu anayetaka kushirikisha watu katika uongozi wake. Sasa wanatembea wanasema Rais Samia ni dikteta. Na mimi nawaambia, mimi nadhani hamjapata kuona dikteta. Labda tuwasaidie nauli, tuwapeleke mahali ambapo kuna dikteta, mkajue dikteta anavyofanana. Lakini huwezi kusema mtu aliyewaita, aliyewaambia kila kitu tushirikiane, alafu unasema ni dikteta. Kama yeye ni dikteta, lakini nyinyi ni watu ambao mna ndimi mbili na hamueleweki mnachotaka. Kwa hiyo tumefika hapo. Sasa uchaguzi unaenda na sisi tunajiandaa. Huko wilayani huko nilikuwa nawaambia nini? Nawaambia wana CCM, na mimi nataka niwaambie na nyie, vile vikao vya kuchuja na vile vikao vya kupiga kura za maoni, wawasikilize wananchi. Na wananchi simpo, mwisho wa yote sijui ndio mtapiga kura. Wale wenye kupiga kura ya maoni wawasikilize nyie. Hatutaki uchaguzi wa mituringa kama unasukuma mawe. Tunataka wagombea wanaokubaliwa na jamii ya wananchi, au sio? Hapo vipi? Basi maoni yenu yawekwe maanani juu ya nani atakuwa mgombea. Na tunataka watu wangapi? Watatu. Tutawaletea majina matatu. Hata Songea hapa tutaleta matatu, hata kwenye kata tutapeleka matatu. Hao wanaopiga kura hii apatikane mmoja, waseme tunapiga kura kwa kuzingatia maoni ya wananchi tunayoyasikia. Ndio maana tumeongeza na idadi ya wapiga kura za maoni. Maana wakiwa wachache, mtu anatoka kwenye machimbo anauliza wako wangapi? Ngapi? Anasema wako 800. Oh, 800. Laki moja ni ngapi? Anasema ni 80 milioni. Nasema hiyo bei rahisi. Yaani hiyo ndio bei ya kununua CCM. Nani aliwaambia CCM tuko sokoni? Haya, sasa inakuwa hamna. Sasa tumeongeza wapiga kura mpaka umefika maelfu. Mimi sijui hapa Songea mjini wako wangapi Mheshimiwa Ndumba? Sasa hapa wako 10,000 hapa.
Kama wewe una uwezo wa kuwapa laki moja, uandae bilioni 1. Sasa kama una bilioni 1, si uende ununue korosho Utunduru, ufanye biashara utapata faida. Bungeni huko kuna nini ambacho unatumia bilioni ili kwenda? Wakati unakaa wewe Ndumbaro umekaa bungeni sasa miaka 5. Kama ingekuwa bungeni kuna bilioni, ungekuwa bilionea. Na mimi najua, nimekuwa mbunge maisha yangu yote. Kama unafanya kazi yako vizuri, malipo anayopewa mbunge ni ya mafuta ya kwenda kwa watu na mshahara wake. Sasa wewe uje utumie bilioni, uende upate 900 milioni. Wewe hasa biashara yako unafanya mahesabu namna gani? Hiyo biashara ya kichaa. Kwa hiyo tunasema nini? Tunawaambia wananchi, toweni mawazo yenu, na wapiga kura wetu wa maoni wanawasikiza, maana wanatokana miongoni mwenu. Na hao watakapofanya hivyo, ndio tutakuwa tumefika mahali pazuri. Baada ya maelezo hayo ya kihistoria ya hali halisi ilivyo sasa katika siasa za Tanzania, niwaambie nini zaidi? Na moja la kuambia, kwa maelezo yote tuliyopata na kwa maendeleo makubwa yaliyofanyika katika mkoa wa Ruvuma na Tanzania nzima, na waomba itakapofika Oktoba tufanye nini? Tufanye nini? Hiyo etiki mmesema nyinyi.